ni gani? Mwanamke ni mkombozi wa mila na desturi potofu. Mangwasha ni mwanamke aliyejikomboa kimawazo. Anakaidi mila zote na desturi potofu za jamii zilizopitwa na wakati, pamoja na zile zinazomdhalilisha mwanamke. Mwanamke hapa anajikomboa. Tunamuona akikataa ushauri wa Chief Mshaba aliyetaka kumchagulia mchumba. Anasema kuchagulia mtu mchumba, hizo ni desturi zilizopitwa na wakati. Mwanamke pia ni mtetezi na mpiganiaji wa haki za watoto. Mangwasha akishirikiana na wengine kama Mbungulu wanafaulu kuwanasua watoto wa kike waliokuwa wamenaswa katika mtego wa Siapa aliyetaka kujitajirisha kupitia kwao. Mwanamke ni muhafidhina. Muhafidhina ni mtu ambaye hawezi akageuzwa, si mtu wa mabadiliko. Mbungulu ni muhafidhina wa utamaduni, yani mtu ambaye hataki mabadiliko. Huyo anaitwa muhafidhina. Mbungulu ni muhafidhina. Kwa nini? Kwa sababu yeye ameshikilia utamaduni wa jamii yake. Anaendeleza uhifadhi wa mila zilizowekwa na jamii yake. Hasa pale anapomshauri Mangwasha kuhusu mafunzo aliyofunzwa na jamii yake. Mbungulu ndiye mmoja ambaye hataki mabadiliko. Kwanza anamwambia Mangwasha kwamba asiende kumtafuta bwanake katika mahali pa starehe zake kwa sababu mila hairuhusu. Kwa hivyo yeye hataki kubadilika. Mwanamke ni mwaji. Mangwasha anasimama kidete katika ndoa yake na kujisatiti kuwatunza wanawe pale mumewe alipomtoroka kutokana na anasa za ulevi. Mangwasha aliwajibika. Akawa yeye ndiye anatafutia watoto, anawapeleka shule, huku mwanaume akiwa ulevini na starehe na anasa. Mwanamke ni katili. Maudhui ya ukatili yanabainishwa au yanaonekana na Siapa. Mwanamke ambaye ni kielelezo kibaya kwa jamii, hasa anapofananishwa na mabaya yote yanayokumba ulimwengu. Ukikumbuka kisasiri kilichosimuliwa na Sauni. Sauni alikuwa anasema kwamba mwanamke kama Siapa ndiye chanzo cha matatizo yote duniani. Mwanamke ni mzinzi. Mwanamke ni mzinzi. Tunamuona Siapa akifanya usuhupa na Sagiru ili mradi afaidi pesa zake. Cheya pia anafanya usuhupa na Sagiru ili mradi afaidi pesa na zawadi alizokuwa akipewa kwa kutumia mwili wake. Hao ni wazinzi. Kwa hivyo mwanamke ameshauriwa kuwa mzinzi katika riwaya hii. Mwanamke pia ni mwenye tamaa na ubinafsi. Nanzia anaonyesha tamaa na ubinafsi pale anapojaribu kubinafsisha jumba la Skyline Mall ambalo ni mali ya serikali na ardhi pia ya Matango. Kumbuka kwamba Nanzia alikuwa mmoja wao ambaye angefaidi na ile ardhi ya Matango ambayo Waketwa walikuwa wanachomewa. Mwanamke pia ni fisadi. Mwanamke ni fisadi. Siapa anapotumiwa na Sagiru kusambaza vijikaratasi kuwataka Waketwa wahame kutoka Matango ni hujuma inayotokana na ufisadi. Ufisadi pia unatokea pale hata Nanzia anaendeleza ufisadi. Unaweza elezea kuhusu Nanzia. Mbwashu pia anaendeleza ufisadi. Mwanamke ni kupe. Kupe ni kale kamnyama ambacho kana nyonya damu kwa ng'ombe au wanyama.
nikamdudu sijui mdudu au mkeni. Mbwashu na Nzia na Cheia wanajitokeza kama vitegemezi vya wanaume. Wanategemea wanaume, kazi yao ni kunyonya kwa wanaume, ndio maana wanaitwa kupe. Cheia anaendeleza maudhui hayo ya kutegemea wanaume, kwani tunaona akimtegemea Mashauri na Sagiru ili kujinufaisha.